lakini leo ninapoenda kuzungumza, najua kwamba sauti hii nimeizoea. Sura hii huwa mnaiona karibu kila siku, lakini ninapoenda kuzungumza kutoka hapa sasa, nichukulia kwamba sio yule Yusufu ambao unamfahamu darasani. Ataenda kuzungumza kama mtaini wa karatasi la kwanza. Kwa hiyo yale mambo mengine ambayo ulikuwa umeyazoea, tafadhali weka kando, kwa sababu ujumbe huu unaweza kosa kuupata tena. Tuko hapa kwa ajili yenu. Umeona walimu wenzetu wananika hapa ni kwa sababu wana matarajio makubwa kutoka kwenu, na ni vile tunahitaji pia kuonyesha ushindi wetu mwaka huu. Ndio maana tumeanza na karatasi la kwanza ambalo linaitwa ni uandishi wa insha. Hautakuwa mwisho. Mnajua kwamba katika somo la Kiswahili tunafaa tujibu au tufanye mtihani wa makaratasi 3. Tuna karatasi la kwanza, la pili na vile la 3. Lakini sasa katika karatasi la kwanza linahusu nini? Linahusu uandishi wa insha. Sio somo geni kwenu, maana mlianza kusoma mkiwa katika shule ya msingi, mwingia katika shule ya sekondari, na vile tunasoma hili somo. Na somo hili labda wengine wenu mtaendelea kulifanya mkiingia katika viwango tofauti vya elimu kama vile chuo kikuu na kuendelea. Kwa hivyo katika uandishi wetu wa insha inahusu nini? Ni kwa nini somo hili linatainiwa kwa mwanafunzi? Kwanza tunapata kwamba insha utainiwa kwa mwanafunzi ili tuweze kuona vile ambavyo anatunga maandishi, anatunga usimulizi wake kwa njia ya kimaandishi. Kwa sababu ni wengi ambao ni kweli tunajua kuongea, lakini sasa katika uandishi unapata kwamba mambo ni tofauti. Kwa hiyo tunapofanya hili somo la insha, tunalifanya ili tuweze kupima uwezo wa kimaandishi, lakini kulingana na ile mada ambayo umepewa na ule muda ambao umepewa. Kwa hiyo katika mtihani wa kitaifa, tukianza muda ujao, mtafanya mtihani ambao umekamilika. Tutaanza na karatasi la kwanza, la pili na la 3. Ni mambo yapi ambayo tunatarajia kuyaona? Maelezo ya kimsingi katika uandishi wa insha, ile taswira ambayo tunatarajia kuiona. Kwanza kabisa tunapata kwamba karatasi hili lina maswali 8. Katika haya maswali 8 tunaambiwa kwamba jumla ya alama ambazo mwanafunzi anastahili kuzipata ni alama 40. Maagizo yakiwa kwamba jibu maswali 2, ijapokuwa swali la kwanza ni la lazima. Kwa hivyo tukitumiwa maswali yakiwa 8, swali la kwanza tunaliweka kando, tukijua kwamba hili swali lazima lijibiwe na kila mwanafunzi ambaye anafanya mtihani wa kitaifa. Kisha baadaye maswali mengine 3 tutachagua tu swali moja peke yake, lakini swali ambalo ni rahisi kwetu kulijibu, swali ambalo linaweza kumpa mwanafunzi alama za juu zaidi, swali ambalo ni rahisi hata katika uzalishaji wa watahiniwa. Leo hii kando na hilo swali la kwanza, mtalifahamu hilo swali ambalo ni rahisi kujibu, ni rahisi kupata alama nyingi, ni lipi? Katika maagizo tu unaambiwa kwamba andika insha ambazo ni 2, lakini unapata kwamba watahiniwa
wanapoleta mtihani wa kitaifa, mtindo wa miaka 2 ambayo imepita, unaletewa mtihani ambao una jina lako, kazi yako ni kutia sahihi peke yake kuonyesha kwamba majina hayo ni yangu. Unapotoka hapo, ingia kwa maagizo. Katika ukurasa wa kwanza, angalia maagizo yanahitaji nini. Na katika maagizo hapo ndipo tutaambiwa kwamba andika insha 2. Insha ya kwanza, swali la kwanza likiwa ni swali la lazima, kisha baadaye uchague maswali mengine kutoka yale matatu ambayo yameachwa. Vile vile tunaambiwa kwamba katika kila swali tumesema kwamba tunatarajia mwanafunzi apate alama 40. Kumaanisha kwamba kila insha ina alama 20. Kwa hivyo maelekezo yetu ni yapi? Leo tunaenda kuangalia vipengele muhimu katika uandishi wa insha. Ndiyo mada yetu ya kwanza. Ni mambo yapi ambayo tunafaa kuyazingatia katika uandishi wa insha? Vipengele muhimu katika uandishi wa insha. Unapoandika hii kazi yako, ni mambo yapi ambayo mimi kama mtahiniwa natarajia kuona kutokana na uandishi wako? Ni mambo yapi ambayo wewe kama mtahiniwa unafaa kuwa nayo katika uandishi wako wa insha? Jambo la kwanza, tunapata kwamba ni hati. Hati ni kipengele cha kwanza. Hati inachangia pakubwa sana katika uandishi wa insha. Tunapozungumza kuhusu hati, hapa tunahitaji ile hati ambayo ni nadhifu. Hati ni handwriting, maandiko yako. Maandiko haya yanafaa kuwa namna gani? Tumesema kwamba yanafaa kuwa nadhifu. Bila ambavyo unaweza kumtazama tu mtu kwa umbali, haujamwelewa na haumfahamu, unasema kwamba kweli leo ako smart. Ni kipi ambacho kimekufanya ujue kwamba mwonekano wake ni mzuri? Ni vile ambavyo amejiweka yeye mwenyewe. Kwa hiyo unapoandika hati ambayo inapendeza, inachangia alama za juu, kwa sababu muonekano wenyewe unakuwa mzuri. Halo? Tunazungumzia kuhusu hati nadhifu. Natumai kwamba sauti yangu inafika pale nyuma, sauti yangu si chache. Kwa hivyo tunapoangazia hati, tunapata kwamba katika uandishi wako, haya ni yale maumbo ya sauti ambazo ni za Kiswahili. Tunapoanza kuandika maumbo haya ya sauti, kuanzia a hadi mwisho, sauti za abjadi. Maumbo yanapoonekana mazuri, yanapendeza yule ambaye anaangalia kazi yako. Kwa hivyo tuandike haya. Hati isomeke kwa urahisi, hati isomeke kwa urahisi na iwe nadhifu. Hati isomeke kwa urahisi na iwe nadhifu. Hati isomeke kwa urahisi na iwe nadhifu. Jambo lingine ni kuhusu umbo la hati, zile sauti za Kiswahili. Tunapoandika hii kazi yetu, tukitaka kazi yetu ipendeze, tuhakikishe kwamba hatutumii fonti ile ambayo ni ndogo. Tutumie ile fonti ambayo ni ya kawaida tu, isiwe kubwa sana wala isiwe ndogo sana, ili iweze kumchanganya mtahini wa kazi yako. Tunapozungumza kuhusu fonti, natarajia kuona mambo kama haya. Kwa mfano, nilikuwa naandika jina mwanafunzi. Kwa hiyo fonti yangu inafaa kuwa namna gani? Maumbo yangu ya sauti yanafaa kuwa namna gani? Napoanzia hapa mwisho,
inawasumbua sana kusoma. Tukiangalia hapa tunapata kwamba mwanafunzi huyu ameandika kwa kutumia maumbo ya sauti makubwa. Naam, sauti, neno litasomeka, sentensi itasomeka. Je, ni kazi ya kupendeza kweli? Kwa hiyo tuchukue sentensi gani? Sentensi ya kwanza. Usiandike fonti ambazo ni ndogo wala fonti ambazo ni kubwa. Jambo lingine ni kuhusu maneno. Maneno katika sentensi. Nafahamu kwamba kila mtu kuna vile ambavyo anaandika kulingana na fonti ya sauti za Kiswahili. Hakikisha kwamba maneno yako katika sentensi, kama una shida ya macho ambayo hatujaambiwa hadi kwa sasa kama kunaye mmoja, hakikisha kwamba maneno yako katika sentensi yanaingia kati ya 7, 8 katika sentensi moja. Ukiandika maneno matatu ndiposa sentensi yako ikamilike, inamaanisha kwamba urefu wako waisha, utaenda kurefusha kabisa. Ukiwa wewe ni yule mwanafunzi wa kuandika maneno kuanzia 10, 12, 13 na kuendelea, hiyo ni katika sentensi moja, inamaanisha kwamba hiyo kazi wakati mwingine itatatiza yule ambaye anaangalia kazi yako, kwa sababu fonti ni ndogo sana. Tunaambiwa kwamba ili kujifunza kuhusu hati nzuri, mwanafunzi itabidi afanye mazoezi ya kuandika herufi za abjadi. Je, hii hati ambayo tunaizungumzia ina sifa kama zipi? Tuandike sifa za hati bora. Sifa za hati bora. Hati bora inafaa iwe namna gani? Jambo la kwanza tunapata kwamba herufi iwe wima. Herufi iwe wima. Tunaposema kwamba herufi iwe wima, na maanisha kwamba herufi iwe imesimama wima yenyewe. Kwa mfano, natumia tu hili neno letu mwanafunzi. Hamjambo wanafunzi. Tutazame tu hizi sentensi zetu tatu. Kuna hii sentensi ya kwanza. Unaona hati yake ina sifa zipi? Je, herufi ni wima? Sio wima. Tukiangalia sentensi yetu ya pili, herufi zimeenda pande nyingine, na sentensi yetu ya tatu, herufi zimesimama wima. Je, ni hati gani inapendeza kati ya hizi tatu? Ya tatu. Kwa hiyo tunasema kwamba herufi iwe wima. Jambo